Jina langu ni Sajigwa George Kinjo. Ni naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi inaitwa Wildlife Conservation Society of Tanzania. Ni taasisi yenye lengo la kulinda viumbe hai na mazingira. Lakini kwa miaka mingi tumekuwa tukiweka msisitizo katika ndege na mazingira yake. Lengo ni kuhakikisha kwamba viumbe hawa na mazingira yake wanaendelea kulindwa na kutunzwa kwa manufaa ya kizazi hiki na manufaa ya kizazi kijacho. Na kwa nini tunalinda? Tunalinda kwa sababu Mungu aliwaumba hawa viumbe akatupa kama zawadi, kwa sababu viumbe hawa kwenye maeneo mengine huwapati. Kwa hiyo ni kivutio kwa watu wengi katika tasnia ya utalii, katika tasnia ya tafiti mbalimbali hasa zinazohusu mazingira na viumbe wanaopatikana. Lengo la ziara ni nini? Leo tulikuwa na ziara ya kundi la wanachama wa taasisi yetu katika maeneo tofauti tofauti. Leo hatukwenda mbali sana, lakini tulizunguka maeneo haya hapa Posta, tukazunguka PPF Tower, tukazunguka viwanja vya golf, tukaenda mpaka baharini, alafu tukazunguka kuja huku tunaita City Garden, kujia huku balozi wa Misri na Msumbiji na kurudi tena hapa ofisini. Ilikuwa ni ziara kama ya saa moja au masaa mawili. Na ziara hii ilikuwa na lengo moja kubwa, kwamba tulikuwa tunajenga uelewa wa wanachama kwanza juu ya idadi na aina za ndege mbalimbali wanaopatikana katika maeneo haya. Unajua maeneo haya yamejengeka sana, lakini pia yana idadi kubwa ya magari, lakini bado unakuta huko ndani kuna aina tofauti za ndege ambao wanayatumia mazingira haya kama makazi, na ndimo wanamozaliana, ndimo wanamotunza watoto wao, ndimo wanamojificha na maadui zao. Kwa ziara hii imekuwa ni ziara nzuri sana, na kwa hiki kipindi kifupi tu tumeweza kuzitambua na kuziona ndege aina ya zaidi ya 20 katika hichi kipindi kifupi. Ina maana kwamba tukiendelea zaidi na zaidi na zaidi tutaweza kutambua aina tofauti za ndege kuliko hata hizi tulizoziona leo. Uti wa mgongo wa taasisi yetu ni wanachama. Na wanachama tumewagawa katika makundi tofauti tofauti kufuatana na namna walivyo na wajibu wao kwa taasisi yetu. Kundi la kwanza tunasema ni ordinary members, ambao ni wachama wa kawaida, ambao kiasi cha mchango wao kwa mwaka ni shilingi 10,000. Lakini tuna wanachama ambao ni wanafunzi wa sekondari, wa vyuo na mashule ya msingi na sekondari. Tuna wanachama ambao tunaita ni institutional members, yani wanachama wa kitaasisi, ambapo taasisi husika inaweza kuwa mwanachama wa WCST. Lakini kule ndani unaona malengo ya taasisi husika yanakuwa yanafanana na malengo ya WCST. Tuna wanachama ambao tunasema ni support members, yani wanachama ambao wanalenga katika kutoa mchango mkubwa kwa WCST, mchango wa rasilimali na fedha. Kuna watu wanatoa milioni 1, milioni 2 ili kuendeleza ambazo mwisho wa siku tunatumia katika kuendeleza kazi za WCST. Kuna manufaa mengi sana ya watu kuwa wanachama wa WCST. Kwa wanafunzi wananufaika zaidi kwa sababu wanapata fursa ya kukutana na watu wa aina mbalimbali, maprofesa, madaktari, walimu, ambapo wanapata uwanja mkubwa zaidi wa kujifunza kutoka kwao juu ya mambo mbalimbali yanayohusu ulinzi wa mazingira na viumbe hai. Lakini pia wanachama wanapata vitambulisho, na kuwa na kitambulisho
anapata fursa ya kuhudhuria mikutano mbalimbali ya wanachama wa WCST. Kwa hiyo yeye anakuwa ni mwanachama ambaye ana sauti katika taasisi. Aha. Na vipi kuhusiana na watu ambao ni raia wa kigeni, wanaweza kujiunga na chama pia? Ndio, kuna raia wa kigeni ambao wanakuwa ni wanachama. Tofauti yao kubwa inakuwa tu ni kiasi cha ada ya mwaka ambayo anaweza kulipa labda dola 30 kwa mwaka, anakuwa mwanachama. Na wanachama hawa wamekuwa ni wa muhimu sana kwa sababu wana uzoefu mkubwa wa huko alikotoka ambao sisi tunajifunza kutoka kwao. Hilo linakuwa ni la muhimu sana kwetu sisi.